Happy day. Nashukuru Mungu Mwenyezi kwa sababu ya umati mkubwa wa jinsi hii. Ama kwa kweli imependeza Mungu kwamba wewe uwepo hapa. Geukia mwenzako mwambie hauko hapa kwa bahati mbaya. Naitwa Jona Waitage. Mimi si mgeni sana katika eneo hili, ila leo mimi ni mwenyeji kwa sababu nimekaa hapa kwenu kwa takriban muda wa juma moja. Na baada ya kukaa hapa muda wa juma moja, nimekuwa mwenyeji. Leo kwenye mahubiri yetu ni Judas, uko kanisani? Ni swali. Ukiandika kwa Kiingereza, uandike kwa Kalenjin, Kimaasai, Kikisii, whichever the language, andika Judas. Uko kanisani? Geukia mwenzako. Usimuulize, mgeukie tu, muangalie tu. Geuka upande wa mkono wa kulia na kushoto, muangalie. Anafanana na Judas? Ama wewe mwenye kumwangalia ndio unafanana na Judas? Umeshajijibu. Niangalie sasa. Mimi ni mume wa mke mmoja wa jinsia ya kike. Tushawazaa watoto, natoka katika jamii ya Kalenjin, nina watoto kadhaa. Mimi ni mmoja wa wazee wa kanisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato la Kericho GK Main Prison. Pia natoka katika county ya Bomet, sub county ya Bomet East. Kanisa la nyumbani kwangu ni Kaparuso. Pamoja na walionipa salamu wote kwa jumla na familia yangu, salamu zao, je, mwazipokea? Fungu letu kuu kitabu ni cha Mathayo sura ya 26 aya ya 14 hadi 16. Lakini kabla ya hilo tumekuwa na vijana hapa kwa juma moja. Inanishangaza kuona vijana, halaiki ya vijana wamekusanyika leo. Nikajiuliza, kwa juma moja, je, walikuwa shuleni? Nikajijibu hasha. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mbili tu hawakuja. Ya kwanza ni kwa sababu wazazi mlikataa kuwapatia fedha na mkakataa kuwagharimia, na mkasema wakienda kanisani nyumbani itapotea, ama mkasema ya kwamba wakienda kanisani wataenda kuharibika. Shame on you. Sababu ya pili, walikataa kwa sababu wako na tabia zao zimeharibika na hawataki wakuja kanisani, wakaguzwa na Yesu. Hawakutaka kumuona Yesu. Wewe kijana, utalilia chooni. Utakapokuwa ukituona tukienda mbinguni, utalia peke yako. Hakuna mwenye atakushika. Tunirire, oi tunirire ndagigana, tunirire, oi tunirire ndagigana. Hiyo imeenda nyumbani. Ninatangazo. Yote tu ni mahubiri, ninatangazo. Kwanza, ukijihisi kwenda haja ndogo, ili mahubiri ikupite, inua mkono, nitakuona hapo hivi. Nitaambia baba yangu aliye mbinguni aweke postcode. Baada ya kuomba ombi la mwisho na Mungu akisikia tumesema amina, inaanza kukusukuma, utaenda kwenye haja ndogo. Kwa hivyo tutulie bahali upo. Ukisikia usingizi unakuja, inua tu mkono kidogo hivi, naambia baba yangu, shughulika na usingizi, si wa mchana, shughulika na huyo shetani. Usingizi utakuondokea, utasikiliza mahubiri mzuri. Jambo la mwisho, ukiona mwenzako anakuongelesha, mwambie usinisumbue, niko kwenye ibada. Naenda kupiga summary, na nikishapiga summary ya wiki iliyopita ama ya wiki yote yenye tumekuwa naye hapa, nitaingia katika masomo ya kitabu cha Mathayo 26, 14, 15 na 16. Kwa hivyo summary yangu inaenda kwa jinsi hii. Nimesikia viongozi wenzangu wameosalimiana wakasema nilikuwa nachukua hii na hii. Mimi nakupa yangu, inaenda kwa njia sahihi. Kuna mhubiri mmoja alienda katika kijiji fulani. Baada ya mhubiri huyu kuja, akagundua ya kwamba anapoingia katika kijiji hicho, watu wote hawakuwa na nguo. Baada ya
kumobilize na kuita watu, njooni kwa mkutano, njooni kwa mkutano, kuna mambo makubwa yataonyeshwa. Watu waliposikia kuna sinema, wakaja kwenye mkutano. Ikashangaza mzungu aliyekuja kuhubiri sehemu ile, akagundua watu hawana nguo. Akawaambia kwamba mkija nitawapatia zawadi. Hata waliokuwa hapa kuna wenye walipokea zawadi. Lakini mimi sasa sikupeana zawadi kama ya mzungu. Mzungu akapeana zawadi. Siku ya kwanza wote waliohudhuria, maana ilikuwa ni maeneo ambayo kulikuwa ni wanaume waliohudhuria siku ya kwanza, akawapatia suruali ya ndani. Ukiita inawe uite boxer ni shauri yako. Akawapatia suruali ya ndani. Akaambia mkija siku ya pili nitawapatia zawadi. Watu wakaongezeka. Siku ya pili umati ukawa mkubwa kuja kusikiza neno la Bwana. Siku hiyo ya pili mzungu baada ya mahubiri akapatiana shati. Hebu kumbuka, kuna mtu hakuja siku ya kwanza lakini akaja siku ya pili. Wengi wengine wamevaa suruali ya ndani, wamefunika uchi wao na wamevaa shati wakiwa wamehudhuria siku mbili. Mwingine amekuja siku ya pili amevaa shati peke yake, na kuna yule alikuja siku ya kwanza alipokea suruali ya ndani, hakurudi siku ya pili. Mzungu akasema mkija siku ya tatu mtapokea zawadi. Wale waliokuja siku ya tatu, kuna waliokuja siku ya kwanza, ya pili na wakaja siku ya tatu. Siku ya tatu baada ya mhubiri kumaliza akapatiana longi. Hebu kumbuka, kuna mtu hajakuja siku hizo zote, akaja siku ya tatu akapokea longi yake, akaivaa akienda nyumbani. Kuna mtu mwingine alikuja siku ya kwanza, hakuja siku ya pili, akaja siku ya tatu, akawa amepokea suruali ya ndani na akapokea longi. Ila kuna mtu alikuja siku ya pili, hakurudi siku ya tatu, akawa na shati peke yake. Siku ya tatu kumaliza, mzungu akasema mkija kesho siku ya 4 nitawapa zawadi. Watu waliporudi mahubiri siku ya 4, baada ya mahubiri mzungu akapatiana koti. Hebu imagine kwa mawazo yako, haukuja siku ya kwanza, haukuja siku ya pili, wala ya tatu. Watu wanaporudi nyumbani na suruali ya ndani na longi na shati, juu ameweka koti, ukawa unarudi na koti peke yake. Siku ya tano akasema mkija sasa nitawapa zawadi nyingine. Waliporudi siku iliyofuatia, mzungu akawapa viatu. Imagine kuna mtu akuja siku ya kwanza ambaye alipeana suruali ya ndani, hakukuja siku ya pili, hakupata shati, hakuja siku ya tatu, hakupata longi, hakuja siku ya 4 akapata koti, akaja siku ya 5 akapata viatu. Mzungu akasema kesho ni siku ya mwisho, nitapeana zawadi ya mwisho, ili itakapofika siku ya Sabato tutakuja tukiabudu tukiwa tumevaa vizuri, tukiwa na uniform. Siku ya mwisho ya Ijumaa, siku ya 6, mzungu akapeana nekta. Hebu imagine, kuna mtu hakuja siku hizo zote, akaja siku ya Ijumaa. Wanapotoka wakienda, Sabato ilipofika watu wanakuja kanisani, yeye amevaa nekta peke yake kwenye shingo. Na kuna wale ambao watu walipokuwa wameng'ara hivi, walikuja siku hiyo asubuhi ya Sabato wakiwa hawana chochote. Jiulize, niko na nguo kiasi gani? Tuombe. Mtakatifu Baba yetu, tupe sikio la kusikia. Mimi nisiye chochote, naomba Baba nipungue. Wacha tukusikilize wote, na tuweza kukusikia na kukutii, na kuweza kubadilika leo hii tutakapokutana na wewe. Maana unautuuliza leo hii, Judas, je, uko kanisani? Na kama Baba sisi ni Yuda, wacha tutubu na tuungame. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kitabu ni cha Mathayo sura yake 26, 14, 15 na 16. Usiwe na shaka, nitakusomea. Inasema, wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskarioti, aliwaendea wakuu wa makuhani, akawauliza akasema, ni nini mtakachonipa ili nimsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo
huo akatafuta nafasi apate kumsaliti. Unaposoma sura hii aya ya 15 katika King James Version, Biblia zingine zinasema and they paid him, lakini napenda lugha ya King James Version imesema and they covenanted 30 pieces of silver. Ni kumaanisha walijadiliana, nipatia 50, tutakupatia 20. Wakabagain, wakaangukia shilingi ama fedha kiasi cha silver 30. Je, tunapoongea juu ya hii hadithi tunamwangalia mtu mmoja jina lake Yuda Iskarioti. Judas, uko kanisani? Sikia, Yesu na wanafunzi wake, Yesu mwenyewe aliwachagua wanafunzi 12. Kuna tabia moja iko kwenye kanisa la Waadventista na lipiga leo marufuku. Gani hilo? Ya kusema ya kwamba Yesu alichagua wanafunzi 11, lakini Yudas akaja akasema, Yesu, hata mimi nikuje. Hiyo si ya Biblia, hiyo ni ya shetani. Biblia inasema, je, sikuwachagua wanafunzi 12? Aliwachagua 12. Aliomba usiku, kulipopambazuka, akachagua wanafunzi 12. Jina la kwanza wametajwa kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 4 kitabu cha Mathayo. Hivyo hivyo hawa wanafunzi wote 12 akiwemo Judas walikuwa ni wanafunzi waliokuwa wakihubiri habari njema pamoja na Yesu Kristo. Unaposoma Marko 3 sura ya 3 aya ya 14, walitembea kila mahali wakihubiri na Yesu. Sio kuhubiri tu, hali kadhalika walikuwa mpaka wamewekewa mikono, walibatiza. Hata Yuda Iskariote alibatiza. Thibitisho Yohana 3:24, Yesu akawa ameshinda na wanafunzi wake wakibatiza. Sura ya 4 aya ya 2 Yohana. Sio Yesu alikuwa anabatiza, ila ni wanafunzi wake walikuwa wanabatiza. Kwa hivyo Judas miongoni mwa wanafunzi 12, Yuda mhubiri wa Injili. Yuda alikuwa mpaka ordained minister, alikuwa anaweza kubatiza. Sio hilo tu, hata Yuda mwenyewe pamoja na wanafunzi wa Yesu 12 walikuwa na uwezo wa kutoa pepo. Hebu niangalie vizuri. Kuna mwingine hapa wacha pepo. Saa hii mtu akiamka hapa watatoka waende mbio waseme elders malizeni hiyo story. Elders kuna wanasema watu jitingwe na anaishia. Wacha hata mapepo ni kitu kubwa. Kuna mwenye hajawahi fukuza hata homa. Unajua homa ni nini? Homa kwa Kiingereza ni kusema baridi ya kawaida. Ulikuwa unajua hiyo? Yaani inaitwa common cold. Yaani hata baridi ya kawaida hujawahi kufukuza. Ukiambiwa kuja ongoza hapa enda unasema niko na homa. Lakini Judas, venye mnajua Judas, hakuna hata sina haja kuuliza, hakuna mtoto hata mmoja katika district ya Rore anaitwa Judas ama yuko? Hakuna. Kwa nini? Mnamuogopa ni mtu mbaya alimsaliti Yesu. Lakini kando na kwamba alisaliti Yesu, hata mapepo walimtii. Na aliwafukuza na wakatoka. Isitoshe, kulikuwa na shida. Kulikuwa tuna shida moja. Na shida ilikuwa ni Judas. Kando na wanafunzi kufanya hayo yote, Judas alikuwa na shida. Na kama Judas alikuwa na shida, Yuda Iskariote alikuwa ni nani? Kwa nini nimjadili leo? Kwa nini niulize Judas uko kanisani? Juda Iskariote alikuwa ni nani? Ni nini cha maana sana tuweze kuongea leo hii na tupate mahubiri mbele za Bwana juu ya Yuda Iskariote? Je, alikuwa ni nini cha maana? Wacha nitoe historia kidogo. Judas ni nani? Juda Iskariote, kama ilivyo jina lake la pili, ni mwenyeji wa mji mmoja unaitwa Kerioth. Judas wa Kerioth, mutai wa Loret. Mutai wa Loret. Juda Iskariote ni wa Kerioth. Ukisoma utapata Kerioth ilikuwa ni mji ambao unajulikana sana, ambao ukisoma Yoshua 15:25 na pia utasoma Yohana 6:71. Alikuwa ni mtoto wa mzee mmoja
maarufu alikuwa anaitwa Yohana wa mji wa Kerioth. Huyu Judas yeye hakujichagua, alichaguliwa kabisa na Yesu. Ukisoma Luka 6:16, wewe andika tu utaangalia nyumbani. Luka 6:16, Yohana 6:70 na 71. Yesu anauliza, "Je, mimi sikuchagua wanafunzi 12? Hajasema nilichagua 11, mmoja akanifuata. Alichagua mwenyewe." Pia huyu Judas alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi waliobatizwa na akapewa mpaka uwezo na mkono wa kubatiza. Tasome Yohana 3:22 kama nilivyosema. Yesu baada ya kumchagua Yuda alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi 12. Kuna wengine tunawasoma kwa Biblia kina Paulo na wengine, lakini hawakuwa mitume 12. Judas alikuwa miongoni mwa mitume 12. Yeye alikuwa mpaka amechaguliwa cheo kanisani kwa ni mweka hazina. Alikuwa church treasurer ya kanisa la Yesu na mitume. Petro yeye alikuwa ni Sabbath school superintendent, lakini Judas yeye alikuwa ndio treasurer. Unaposoma kitabu cha Yohana 12:6, yeye alikuwa treasurer, lakini shida alikuwa anakula zaka. Sasa unaacha hiyo meza hiyo kidogo nikwambie kitu. Katika kanisa moja niliyokuwa kitambo, unajua sio kwamba treasurer kuwa mwizi ni kitu ya kwanza Juda alifanya. Hata kanisa letu la Waadventista, siku moja ndio sasa tukaanza hii tabia ya kusema tunaomba kanza ndio tukusanye sadaka. Ilitoka wapi? Siku moja kule Pwani tukiwa kanisa, tumekaa tumejaa hivi, wakati tumekusanya sadaka, kuna mama mmoja mume wake hakuwa Mwadventista wa Sabato, lakini alikuwa akitoa pesa sadaka za chini ni 10,000. Kuna deaconess mmoja alikuwa amezoea, anajua bahasha yenye inaleta na mama fulani iko na 10,000 and above. So wakati watu wanakusanya, ikisemeka na deaconess, yeye anahakikisha anaona hiyo mama anakaa wapi, anapita pale anakusanya, na anahakikisha venye anakusanya anaona venye hiyo bahasha imeenda. Alafu hivi vitasa vyetu hizi ziko na zipa hapo kando. Sasa ile wameleta sadaka, sasa wanaleta hivi mali yako, sasa wanakuja hivi, ikisemekana tuombe, anafungua haraka. Sasa ile watu wanaomba, anaangalia bahasha jina yake, anachukua, anaweka ile mahali wa mama wanaweka vitu hapa, na akanyamaza. Watu wakaomba, wakaketi chini. Siku moja wakati amezoea kufanya hivyo, mama amekuwa akiuliza, sijapewa bahasha ya mume wangu ataenda kunisumbua, iko wapi bahasha? Maana mume amezoea kuletewa bahasha nyumbani ya sadaka za Waadventista wa Sabato. Ikawa siku hiyo moja mama akaenda deaconess, akaiba ile sadaka, akasindilia ile mahali inasindiliwa. Wakati anasindiliwa, kuna kijana mmoja mtoto alikuwa anacheza, wakati mzee wa kanisa anaomba hapa mbele, mtoto akaona vile mama anatoa sadaka na kusindilia mahali inaitwa sindikiza. Kunyamaza, akashout, anaiba pesa ya Mungu, anaiba pesa ya Mungu, anaiba pesa ya Mungu, mama anaiba pesa ya Mungu. Watu waliposema amina, bado mtoto anasema ndio yeye anaiba pesa ya Mungu. Mama akashout, akanyamaza, akaangalia chini. Mchungaji alipokuwa pale mbele akauliza, mtoto ni nini unasema? Akasema mama ameiba pesa ya Mungu, ameweka hapa. Mama akaambia, leta hiyo pesa umetoa. Akasema akini shetani. Judas uko kanisani. Judas alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu na alikuwa treasurer na alikuwa mwizi. Na yeye huyo ndio Judas naongea naye, ni yule alimsaliti Yesu. Katika Yohana 12:4 inasema, na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu. Unaposoma katika roho ya unabii, anasemaje kuhusu tabia ya Yuda? Anasema hivi, Judas was one who exerted a large influence over the disciples. He was of commanding appearance and had excellent qualification. Kwa Kiswahili nasema, Yuda alikuwa na mvuto mkubwa mbele ya
wanafunzi wote wa Yesu, na yeye ndiye alikuwa na uwezo wa kuzungumza na kila mtu akamsikia. Kwa hivyo alikuwa na tabia zote za kutosha kuongoza. But these endowments had not been sanctified to God. Lakini katika hizo harakati zote na sifa nzuri alikuwa nazo, hakuzielekea zitakaswe na Mungu. Kwa hivyo Judas had opened the chambers of his mind, the door of his heart to the temptation of Satan. Yuda, kwa sababu hakumwelekea Mungu, akafungua rooms za moyo wake na za akili zake, akamfungulia shetani ili aweze kumjaribu. His energies were devoted to self-serving, self-exaltation and the love of money. Kwa hivyo baada ya shetani kuingia, akatumia hizo nguvu za Yuda ili kuweza kujitukuza yeye, kujihekimisha yeye, na kisha akaanza kupenda fedha. Judas, uko kanisani? Sikia. Judas, hiyo utasoma katika kitabu cha Christ Triumphant, iliyoandikwa mwaka wa zamani, lakini page 265 paragraph ya 2. Kwa hivyo Judas ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Unaposoma Luka 22 aya 3, Biblia inasema shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa thenashara. Kwa hivyo alikuwa miongoni mwa wale wanafunzi wa Yesu, lakini alikuwa Mkristo mzuri sana. Umesikia mpaka alikuwa na cheo kanisani, alikuwa ordained mpaka anabatiza, lakini aliingiliwa na nani? Na shetani. Ingawa alikuwa amechaguliwa, alipoteza wokovu. Yesu akajaribu kutafuta fursa za kawaida, si akatafuta fursa nyingi aweze kumuokoa, angalau apate Judas abadilike. Kuna watu tumejaribu mpaka tunaletewa viongozi, tunaleta mpaka watu kutoka mbali, tujaribu kusaidia watoke wakuwe watu wazima, lakini bado ni Judas. Kuna mzazi hapa, umehubiriwa kuanzia Januari mpaka Disemba, Sabato 52 ukisomewa Biblia, unasomewa lesoni, lakini haijawahi kukubadilisha. Ndiposa ukiambiwa lete vijana hawa wasomeshwe hapa, unasema lego nimebasa. Yaani hauna maana wowote katika mkutano wa vijana. Kama utaki watoto wako wamjue Yesu, watapotea. Nimetangaza, nimesema watapotea, na wakipotea hakuna haja ukuje kanisani. Utakuwa unasukuma masaa ukitusumbua bure, lakini siku ya kwenda mbinguni Yesu atauliza kama alivyouliza Isaia. Isaia akajibu akasema, mimi na watoto wangu tu ishara katika Israeli. Utakapoulizwa watoto wako wako wapi, utawaambia wako wapi, maana uliwapoteza. Wewe ni Judas, unataka kujishibisha wewe mwenyewe, hutaki kujali watoto. Kwa nini uliwapeleka shule? Kwa sababu uliona ujinga ni mbaya ukapeleka shule. Kwa nini unataka kuchezea shetani? Unafikiri shetani ni mjinga? Shetani si mjinga, shetani ni mwerevu sana. Na kama ulipeleka mtoto shuleni akasome, tafadhali mkimbize kwa Yesu aelimike. Kule Karura siku moja, mshiriki mmoja Mwadventista wa Sabato watu wakaona shule ya kanisa ni nzuri, shule ya kanisa ni nzuri. Bahati mbaya ni kwamba viongozi wa Glorious District mliangusha shule. Kama mtafufua mtaamka na Mungu. Wacha nirudi Karura. Karura mtoto alikuwa amepelekwa katika shule ya Waadventista wa Sabato. Mama na baba wakaketi kwa meza, wakasema, kwa sababu walikuwa na fedha za kutosha, wakasema SDA school is not a performing school. Wacha tutoe mtoto wetu tumpeleke Saint na kadhalika. This is a performing school. Wazazi wakajaribiwa na pesa kuambiwa kwamba hii shule ni mzuri, msitoe mtoto hapa. Wazee wa kanisa wengine wakaambia, hata kama mko na pesa wacheni mtoto asome hapa. Akasema tunampeleka a performing school. Pastor akasema aidhuru mtoto ni wenu. Wakapeleka mtoto shule a performing school, mtoto wa darasa la 5, grade 5.
Mtoto akafika pale shuleni, akaanza kuperform. Akakutana na watoto wanao perform aje? Mtoto wanapofanya ile mchezo, tulikuwa tunaita wakati wetu are you ready? Nilisikia mahali pengine watu wanaita kuku. Unafunga macho, unajificha, watoto wengine wanajificha, unaenda kuwatafuta, unakuja kuwatapa. Mtoto akaanza kuwa performer. Kwa nini? Kwa sababu mtoto mmoja pale shuleni waliokuwa wanafanya are you ready? Anafunga macho 1 2 3. Watoto wengine wanakimbia, wanajificha. Mwadventista wa Sabato ikafika zamu yake afanyishe. Kutafuta yule msichana mwingine Jane akawa amejificha. Akanambia niko hapa kwa classroom. Akasikia ndio yako kwa class. Akaenda pole. Saa ile aliingia classroom akakosa Jane. Jane uko wapi? Akasema nyuma ya nyumba, niko hapa. Akazunguka nyuma ya nyumba, akaenda kumwangalia. Jane akamwambia niko hapa. Wapi? Ako darasani. Mwishowe watoto wanamwambia uko kwa darasa, tukikuja hivi unaenda nyuma. Tukizunguka mpaka watoto wote wanazunguka, mwingine anaambia pitia pande na mimi tupitie pande. Wakipitia kweli, wakifika nyuma ya nyumba, mtoto Jane anaonekana ako ndani ya darasa. Wakawa wanamuuliza, "Wewe unaendaje?" Akamwambia ni rahisi sana, angalia. Akaenda hivi, akapita kwa ukuta, akaenda nje. Akamwambia, "Si unaweza tusaidia hata tufanye hivyo?" Akamwambia, ni rahisi sana." Akamwambia, "Ngoja niite mama yangu akuje." Akaenda kwa nyuma ya nyumba, akafanya hivi, wakafanywa vitu, wakapewa biscuit. Wakapewa biscuit, wakakula. Akasema, "Ni biscuit tu ndio nakufanya wiki." Akasema, kuleni biscuit." Wakakula biscuit. Akaambia, "Hebu jaribu, enda huko nje." Sitazuia na ukuta. Akamwambia, "Enda." Akaenda hivi, akajipata nje. Wakafurahi, kila mtoto amekuwa performer. Shule zikafungwa. Katika muhula kama huu, watoto wakaja nyumbani. Mtoto wa darasa la 5, grade 5. Mzee yuko kazini, umeenda kwenye biashara yako. Mzee yako ofisini, anaendelea na shughuli za kikazi. Kazi kubwa tu ya maana alikuwa anavaa suit. Si kama hizo yetu tunaenda huko kienyeji. Mama ako pale, anauliza mtoto msichana mdogo, "Jane, hebu kuja hapa." "Usinisumbue mama, kuja hapa. Si hata wewe." "Jane, niko naambia hivyo." Mama akakuja. Wako sitting room ujue. Msana kaambia, "Mama, unataka kugonga nani?" Tena akamshikia kiuno. Alafu anatingiza kakite yenye hakuna. Kadogo hapa yenye hakuna kitu. Kama hii mkono yangu hivi. Akaambia, "Mama, utaniweza?" Sasa unakuja na hasira. Hapo ndio lugha inaingia. Unaacha Kiswahili unasema koroni. Anene. Akaambia, "Mama, come slowly, usinisumbue, uniweze." Mama kaamua kushika anything available and tengeneza msichana discipline. Unanilegea kichwa. Saa ile anaenda kugonga hivi. Mtoto alikuwa amesimama sitting room, mlango ya kuingia bedroom yake ni ile. Mtoto wako hapa kwa sitting room karibu na TV na nyuma ni bedroom yake. Mama aliposonga kutaka kugonga mtoto akaingia bedroom. Akaambia, "Mama, kama unaniweza kuja." Ingekuwa wewe ungefanya nini? Singeenda. Mama alirudi na nyuma tu, hata kusongesha mguu ilishikwa na glue. Kitu tu alikumbuka tu hakuna. Yaani kila kitu ilienda break. Mama akaanguka. Na huko chini sitakuwa wet, unajua. Mama alipokutoka hivi akakumbuka, kwa sweta nilikuwa na inaitwa sweta ama inaitwa jamba. Nilikuwa na simu. Akatoa simu akiwa bado amelala hapo chini. "Baba Jane, ninakufa." "Ati nini mkangu?" "Baba Jane, nimesema ninakufa. Ukikaa dakika nyingine 20 utakuta nimekufa." Hata hajakata simu akaeka hapa. Hataki kufungua macho aone chochote. Jane bado yuko bedroom. Anangojea mama akuja amfanyie nini? Amtape. Kama atamweza.
Mzee akiwa ofisini akasema, excuse me, I have an emergency to attend at home. Niko na shughuli za dharura, naenda nyumbani. Akachukua gari lake la Prado mbio kabisa, amewasha mataa kwa barabara, hakuna kuobey rules. Amewasha mataa, anapiga honi, anakimbia kuokoa emergency nyumbani. Alipofika amegeuza gari hapo, ameacha likiguruma, ameruka nje, akakimbia kwa nyumba, akakuta mama amelala sakafuni karibu na TV. Mama, ni nini nimekuja? Mama akaamka pole pole na akasema, Jane. Mzee akastuka akasema, Jane amekufa. Akasema, Jane kwa ukuta. Akaitika kwanza akiwa bedroom. Akasema, unataka sababu yani kumbe baada hajakufa ni nini baya? Jane, hebu kuja. Jane badala ya kutoka kupitia mlango ya bedroom, akatoka kwa ukuta. Elders, kama ni wewe ungefanya nini? Mzee jasho lilimtoka kuanzia kichwa mpaka kwa nyayo, mpaka koti ya suti ikaonekana, watu wakafikiria imemwagiwa maji. Akavuruta mke wake ambaye alikuwa ameanza kusimama, amechuchumaa anataka kusimama. Mama aliamukia nje akiwa amevurutwa mbio, wakichomoka. The first, hata gari liacho ikiguruma. Kuna vitu wezi enda na gari, itachelewesha. Kitu iliwapata stage namba ya kwanza, nyumba ya pastor. Kuja mtuko mtoto wenu. Pastor, kuja mtuko mtoto wenu. Ni nini mtu pastor? Usikae simekwambia mtuko mtoto wenu. Pastor, ni nini baya? Pastor anajaribu kwa saisa waambie, nimesema pastor siwamuke. Mama ameshika mkono pande ile, pastor hakuna, unavaa slippers ukiendanga. Wakavuruta pastor mbio. Ndio mtoto wenu chukua. Ni nini baya? Pastor, si nimesema chukua mtoto wenu. Si alikuwa mtoto wenu. Unajua mtoto ni wa kanisa. Unajua mtoto ni wa kanisa, pastor chukua. Ile siku alikuwa anachukua to the performing school. Alikuwa ni nani? Mtoto wetu. Hatukuzaa na nyinyi. Lakini sasa ni mtoto wenu, chukueni. Nilitaka kukatiza hiyo story, lakini sitaki muanze kuniblame. Sikia, acha nimalize story. To cut the story short, walienda pamoja na pastor, pastor hajaambiwa hata ni nini shida, akachukua wakarudi kwenda kuomba shuleni kwamba tunaomba mtoto huyu arudi shuleni. Viongozi wakasikia haiko wakati wa shule hiyo, wakajaribu kuomba, wakaambiwa okay, kama mmeamua kurudisha mtoto nyumbani, wela mrudisheni, shule ikifunguliwa mlete shuleni. Wakaambia pastor, utuombee, na niliacha hiyo tabia. Kuambiwa niombe ovyo ovyo. Mimi nataka uniambie specifically ni nini unataka kiombewe. Niko na silent prayer. Kama na silent prayer hata mimi sikuombe. Unaniambia kama ni silent, kuja uniombe pole pole nisikie. Nataka kuombewa hivyo. Usika kama mama mwingine kwetu anasema nataka kanisa niombe. Nikamuuliza nataka wakuombe nini? Hata wasila kwenda genge. Yaani ni sasa mtoto mwingine mo. Na sasa amezaa kwa waine, mzee alikufa kitambo, au watoto wote karibu waolewe. Kijana ameoa, msichana mkubwa ameolewa, huyu mwingine akakaribu kuolewa, na yule mdogo amemaliza fofo. Na anasema naomba nizae mtoto mwingine mmoja niombewe na kanisa. Sio baki ovyo ovyo. Pastor akaambiwa tuombe. Pastor akaomba tu generally na akaondoka. Shule ilipofungua, yani shule inafunguliwa Monday. Si shule ni boarding ya Kiadventista. Mtoto amepelekwa Sunday, badala ya apelekwe in the afternoon ndio waanze kulala ndio kesho shule. Mtoto alipelekwa saa 1 on the dot. Mzazi wako shuleni. Hata watu wajefika, watchman anaambia fungua, mtoto tunarudisha. Ikawa bahati mbaya, jioni hiyo. Shule wameweka TV, wameweka Hope Channel. Wanapoweka Hope Channel, kukawa na mhubiri anahubiri, anasema we must repent, we must get out of the devil. Yaani tuondoke katika shetani. Mtoto mdogo wa class 5 aliruka juu, akakanyaga juu ya meza. Akakanyaga meza kwa nguvu na akasema mjinga wewe, kwa nini unanitaja? Kwa nini unanitaja? Atatuacha na nini? Kwa nini wewe unanitaja? Watoto wakapiga nduru ndani ya shule. Shule likasikia, mchungaji tena akaitwa. Mchungaji ni nini emergency ya pili? Shuleni kumeharibika. Ndio anapata mtoto anapoint mhubiri kwa TV, aache kumtaja kwamba ako na mashetani. Shida ilikuwa ni Yuda.
Mtoto huyo kwa bahati mzuri aliombewa story ikaisha. Wewe kaa, usilete mtoto na usipeleke popote. Kaa naye nyumbani. Utatuita, nitakwambia niko Kericho, niko busy. Uniambia nitalipa transport. Nikamwambia kwanza nimeita na familia yangu, ameniambia ninataka kwenda kuwaona. Watoto wamenimiss, wacha niende niwasalimie. Nitatoka Kericho niende Gombe. Niende nisipe simu. Unaanza kulia siku ya pili ndio nikwambia, ni kama nilipigia nileta nyumbani nikasahau. Kwa sababu nikataa kuleta mtoto hapa alainishwe. Utajikuta umechelewa kuingia kwenye ufalme wa Baba. Mateso, shida nayo mateso, moto huku ukiwaka, tukimbie baba na mama. Kimbia. Yesu alijaribu mara kadhaa kuokoa Judas, lakini Judas alikuwa amepotea. Na akaamua yeye binafsi akapotea. Swala la kwanza, Yesu alitumia kuaminiwa kujaribu kusaidia Yuda aweze kuokoka, angalau mrudie Yesu. Na ilikali alikuwa kanisani lakini alikuwa na shetani. Yohana 12 aya yake ya 6. Naye aliyasema hayo si kwa kuhurumia maskini, bali alikuwa ni mwivi. Ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vile vilivyomo. Yaani Yesu alimwamini. Alikuwa anajua tabia ya Judas kanisani, lakini kana kwamba alikuwa anajua Judas hakumtupa kando. Kuna viongozi wazee wa kanisa hamwamini vijana. Mnaanza kusema hawa ni washarati, hawa ni wajinga, wanavaa kama nini, wanakaaje. Ni vizuri kuamini vijana, uwapatie uongozi angalau waanze kubadilika. Yesu akamwamini Judas, akamweka katika treasury, na alikuwa anajua ni mwizi, lakini still alimweka treasury ili yamkini aweze kubadilika. Taka magari kwa nini kwa wala. Alisoma watu, anasoma Jona ametoa 500 zaka. Mutai ametoa 500,000 zaka. Kuna waaminifu. Angalau ndio mwana wa Judas aseme hata ni wacha nikuwe mwaminifu. Yesu akamwamini Judas, akampea imani ili angalau aweze kubadilika. Alipewa fursa ya kuaminiwa ili kutunza pesa kuliko wanafunzi wote, hata kuliko viongozi wenye walikuwa wazee. Katika miongoni mwa wanafunzi 12 wa Yesu, Petro alikuwa ameoa. Ukisoma kitabu cha Marko sura yake ya kwanza ukianza 30 mpaka 35 utagundua ya kwamba walipotoka kanisani wanafunzi wa Yesu, kwa sababu hawajaoa hakuna mahali watapeleka Yesu, Petro akasema twendeni lunch kwangu. Badala ya mke wa Petro kupika pongezi ya Petro, mama mkwe alikuwa amekuja kwa kina Petro atibiwe kwa sababu alikuwa mgonjwa. Susoma Biblia. Ikabidi Yesu sasa aanze na first things first. Aguze mama ya bibi ya Petro. Kuongelea nani? Alipomguza akakoma, ikamwacha akapona. Yeye akasema sasa hata sio msichana hapa anapika. Yeye ndiye alienda kupika kina Yesu akakula. So Petro alikuwa ameoa. Hata Yesu aliamini mzee kama Petro, lakini aliamini kijana aliyekuwa anaitwa Judas. Isitoshe, fursa ya pili ambayo Yesu alimpatia ni unyenyekevu. Yaani alijaribu kumsaidia kumpatia kazi kanisani ndio aokoke, ikashindikana. Yohana 3:13. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi kwa miguu na kufuta kwa ile kitambaa alichokifunga. Yesu akaanza kunyenyekea. Pengine Judas ataokoka, ikabidi aanze kupangusa miguu ya Yesu. Na wacha nikuambia leo hii, taarifa mpya katika unajua Yohana alikuwa anakaa right hand of Jesus. Na anapokaa na mgegemea hivi. Ndiposa Yesu anapouliza nani atanisaliti, Yohana anaambiwa muulize. Biblia inaandika kwamba yule aliyekuwa ameegemea kifuani pa Yesu akamuuliza Yesu, ni nani atanisaliti? Yesu akasema kuna mjamaa kwa left hand anaitwa Judas. Akasema yule tunaiburuto. Unajua kwa Kiswahili hiyo maneno mengine hayo. Ile tunaiburuto kwa Biblia.
Kwa Kiswahili tunasema yule nitakayemtowelea. Yaani nachukua chakula hivi mnakula naye kwa sahani moja. Hata Yesu alikuwa anaishi kwa boma, tumsishangae. Walikuwa mabakuli ilikuwa chache. Sio ilikuwa inabidi wakawa wawili. Yule alikuwa kula na bakuli moja na Yesu ni Judas. Imagine rafiki wa ajabu. Akaanza kumuosha miguu. Anaanza na Judas alibali rafiki wanakula pamoja. Akatembea, anapofika kwa Petro akasema, "Mnajua nilisema huwezi niosha miguu." Akaambiwa, "Nisipokutawadha miguu hauna uhusiano." Lakini alianza na nani? Judas. Hata baada ya kuanza na Judas, Yesu alinyenyekea na kuonyesha hisia ya kimwili kutawadha miguu ya Judas ambazo zilikuwa na tabia kumsaliti, lakini Judas hakuokoka. Maandiko matakatifu, Yesu akaamua sasa, nitumie maandiko nione kama Judas atabadilika. Unaposoma Yohana 13:18, Yesu anasema, "Sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimia, anayekula chakula changu," yani mwenye tunakula naye kwa sahani yangu, "ameniinulia kisigino changu." Anajaribu kumwambia kuna scripture imeandika kwamba mwenye tunakula naye ndiye ananisaliti. Na bado akili yake imwambia kwa uona neno ngio mdoe. Yaani asemi mimi ndio ninahubiriwa. Kuna vijana hapa nimewatwanga juzi jinsi ya kukaa. Mpaka kila mtu alikuwa anasema, hiyo scripture ni yangu." Hata wewe mzee, wewe mama, wewe mtoto, kuna scripture utaenda naye saa hii. Wacha kusikia alafu unasema, hiyo baba choo naye rano. Atia ilikuwa ya John? Sikia. Yesu alitumia mamlaka ya maandiko matakatifu ili kujaribu kumfikia nani? Yuda. Alikuwa ananukuu kitabu cha Ayubu, cha Zaburi, sura ya 41, aya yake ya 9. Akijaribu kumwambia anayekula chakula changu ameniinulia kisigino changu, lakini Judas aliokoka. Kuna wakati hata nikihubiri sasa kesho, kuna mwenye anasema, "Ngate utoroge lunch." Namba 4, fursa za kuokoka, urafiki. Yesu alipoona huyu jamaa sikii maandiko, akaamua nitatumia urafiki. Alifanya nini? Yohana 13:26. Basi Yesu akajibu, "Ndiye yule nitakayemtowelea tonge na kumpa." Akatowelea tonge, akalitoa, akampa Yuda, mwana wa Simioni Iskariote. Wale tulikula keki jana. Unajua vijana mkuja tulikula keki tu ya ajabu. Na wenye mlikuwa hapa mkijua nini inaendelea, tulikula keki naze. Kuna picha za kutosha, tulikula keki, kuna video, tulikula keki. Mwenye mlikuwa hapa na ukijua kokia keki. Lakini tulitowelea mtu mmoja. Lakini tulitumia kijiko, so haipi kutowelea kwa sababu ni kijiko. Ingekuwa mkono tungesema tulitowelea. Yaani unatoa hivi, unampea. Ni ngumu sana unless tunafanya birthday ama harusi ndio tunafanya hivyo. Lakini ukiuliza baba zenu, unajua vijana, uliza baba yako na mama yako mkiwa uko nje si hapa, umuulize, "Daddy, ni mara ya mwisho lini ulichukua ugali kidogo kaeka kwa mboga ukapatia mami?" Kila kwa maneno. Nasema nini? Yesu akachukua kigale na zoleza vizuri kwa burburto. Yaani anampigia kwa mimi au burburto, alibisanya ndio Judas akuli. Yaani alimwekea ugali, donge la ugali akamenyamenya ili akaweka kwa supu, akamtowelea, lakini Judas bado hakuokoka. Hata baada ya urafiki wa aina hiyo, Judas bado alikula hilo tonge na akaenda kumsaliti Yesu. Jambo la 5, fursa ya 5, Yesu alimpatia huyu jamaa anaitwa Yuda. Aliamua kutumia uungu. Unajua kuna vitu vingine unasema sasa, nataka ajue mimi ni Mungu. Najua mpaka mawazo yake. Sikia, Mathayo 26:21 na 23 inasema hivi. Nao walipokuwa wakila, akasema, "Amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti." Yaani ninajua ako hapa. Judas hata huyu ni Mungu, ametumia uungu. 23 sehemu ya kwanza anasema, akajibu akasema, "Yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti." Na imagine mnakula na mtu na mnasema
Mwenye tutaingiza mkono na yeye kwa hii sahani, yeye ndiye atanisaliti. Na ni Judas anakula naye. Si angesema hata huyu mtu amesoma akili ya still bado hajaokoka. Namba 6. Fursa ya 6. Mahusiano kwa karibu. Yesu alipoona hii haitoshi na bado anataka kumuokoa Judas, alifanya nini? Yohana 13:26 hadi 27. Neno la Bwana likasema, basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtowelea tonge na kumpa. Akamtowelea tonge, akaitoa, akampa Yuda mwana wa Simioni Iskariote. Na baada ya hilo tonge, shetani akamwangia basi Yesu akamwambia, uyatende uyatendayo yatende upesi. Akajaribu kutumia mahusiano ya karibu. Judas akaendelea kukumpatia, wacha tukulisha Judas, akamulisha. Yaani sasa ile jamaa ameshiba, unasikia na anaamka anaenda kumsaliti Yesu. Yesu alimshawishi Judas mpaka anamulisha na mkono wake, lakini hajaokoka. Mwishowe Yesu anatumia jambo la mwisho linaitwa kumhusisha. Unajua ukianza kuona mtu hataki kuhusika, unasema acha nimsaidie tufanye naye kazi ya Mungu nione kama atabadilika. Twendeni kampeni ya crusade, twendeni youth seminar, wewe ndio utahubiri, wewe ndio utaomba. Yaani unajaribu kumpatia kazi uone kama ataokoka. Yohana 3:22. Baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao akibatiza. Judas, twendeni tubatize watu. Wakaenda kumbatiza watu. Yesu mwenyewe alishinda na wanafunzi wake na kubatiza. Lakini si Yesu akubatiza mwenyewe. Sio yeye anabatiza, anawafundisha, anamwambia Judas, zamu yake ndio batizano, shika mtu hivi, aya shika, weka kitambaa kwa mapua, zamisha, wakaingia kwa maji Judas. Judas akajua. Hata baada ya hatua 7 za Yesu kutaka kumuokoa Judas bado alipokea tonge na akatoka mbio akaenda akamsaliti Yesu. Je, mchana wa leo unamsaliti Yesu ama haumsaliti? Yesu akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu, sikia vizuri sana. Inasema hivi, Yohana 6:70 na 71. Yesu akawajibu, je, mimi sikuchagua ninyi thenashara, nyinyi 12? Na mmoja wenu ni shetani. Ati mmoja, yaani Yesu anatuita shetani? Alianena Yuda mwana wa Simioni Iskariote, maana huyu ndiye atakayemsaliti, naye ni mmoja wao wa wale thenashara. So alikuwa anaongea juu ya Judas kwamba atamsaliti. Yaani Judas mfuasi wa Yesu ni shetani. Bali alikuwa na nini? Kuna Wakristo nikiongea saa hii atasema uone tuonyeko bonje cha kwenda kwa loga mpucheni. Sida si wewe, ni shetani tu ako ndani yako. Sikia. Swali kubwa mchana wa leo. Inawezekanaje Mkristo, mtu ambaye ni Mkristo, amebatizwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, ni mshiriki, tena membership yake iko kwa kanisa, alichaguliwa mpaka uongozi wa kanisa, ni mfuasi wa Yesu, hata mpaka ni mwanakwaya, inawezekana awe na shetani? Ndio. Anaweza kuwa na shetani ambaye baada ya kuimba nyimbo za Kristo hata leo hii ataenda na kumsaliti Yesu. Ndio nilikuwa naambia vijana, msije mkacheza leo. Kuna wengine wanacheza leo wanasema gari tuye, wanataka kwenda kushikana pale kwa majani. Hakuna, wanamsaliti Yesu baada ya hiyo. Na hawataki kwenda mlima wa Mizeituni kwenda kuomba katika nyumba zao, lakini wanakimbia kumsaliti Yesu. Wakristo wa leo, wengi wa Wakristo wa leo wako na msimamo mzuri na wangali wanamsaliti Yesu. Nao ni kina nani? Ni washiriki waliobatizwa. Ni kina nani hawa? Ushiriki hata mpaka meza ya Bwana. Pia wanaomba na wanafunga. Kando na hiyo, hata wanahusika kueneza Injili. Hata wengine bado wanavaa vizuri sana, wakitembea hapo unafikiri wanaenda mbinguni. Yaani tabia zao mpaka wazazi wanasema ile mnieche mkourira ta. Na kumbe ni shetani,
ni shetani. Sikia, hata nyumbani wanasoma Biblia. Wanasoma vizuri sana. Nilikuwa naongea na dada ambaye tunahubiri pamoja, nikamwambia nimeenda mahali nimehifadhi jina. Tumehubiri, mtoto mmoja akaletwa na wazazi. Ati ameshtakiwa kwamba shuleni anatoweka usiku, watoto wanamuona ni kama anakaa kama chura, saa zingine wanamuona anakaa kama panya, na saa zingine anakisha. Hata mwenye analala na yeye alisema mimi sijaona hiyo vitu. Mtoto ndiye anaongoza ibada nyumbani. Anaongoza, anaomba, anasoma Biblia, very active in church, very active at home, lakini shuleni alifukuzwa akaenda nyumbani Kilgoris. Kilgoris akaambiwa Kilgoris Girls, ndio sasa aliletwa kwa mkutano nilikuweko. Na hapo mtoto ametushinda. Sijui ni nini. Huko alifukuzwa, hapa tena ameanza tabia hiyo. Mtoto akiuliza anasema hata hiyo maneno sijui. Wacha tuombe mtoto, vituko ianze. Tukajua mtoto ako na miaka 2 akiwa kwa devotion. So kusoma Biblia si shida, bali alikuwa na shetani. Na hiyo ndio inawafanya Wakristo wa leo ambao wako wazuri, lakini wao wako na shetani, ama ni shetani. Tukajiuliza swali tu, ati shetani atako na shetani kivipi? Unaposoma vizuri, ndio hawatembei kwenye kweli, na kweli haiko ndani yao. Yohana 8:44. Hawana uhusiano kabisa ya kindani na Yesu, lakini wanatembea na Yesu. Yohana 15:5. Hawana imani inayookoa, wako tuna ile imani ya juu. Imani yao haijachanganywa na neno. Ibrania 4:2 inasema hivi, maana ni kweli sisi nasi tulihubiriwa habari njema vile kama hao, lakini neno lile alilosikiwa halikuwafaa wao. Kwa nini? Kwa sababu hawakuchanganya na imani ndani yao waliosikia. Usipochanganya imani hii na neno, haitakusaidia. Nauliza, ati Mkristo wa Sabato wa Loret SDA anaweza kuwa na shetani? Ndio. Nimesema nini? Ndio. Kivipi? Unaweza kuwa na shetani katika mahusiano. Unaweza kuwa na shetani kimavazi. Unaweza kuwa na shetani kwenye matamshi yako. Unaweza kuwa na shetani katika ulaji wako. Nikishamaliza kueleza hayo tatu zote, tutaita siku. Natumai sauti yangu iko sawa sawa, fundi wa mitambo. Nataka wazi. Kama ukisikia maneno mengine hapa haikuhusu, unatoka polepole, maana vitu ni vya vijana. Unajua shida zingine unasema, "Ni tuweko wewe barnoti, kugale nyon, kemele kabisa nenda barnoti." Zulu kuja. Ukisikia hii mambo ya vijana hautaki, na kuambia mlango uko wema, mlango wazi huo, Yesu ameufungua na hakuna kufunga. Unaamka unajifanya ulikuwa unaenda choo, unaamka polepole unaenda, na usiambie mtu ninaondoka. Utuachie tusikie injili, maana hatuna shetani. Judas, uko kanisani? Ndio. Ni shetani katika mahusiano. Unapoangalia watoto wetu leo hii, wewe unafikiria kwa maji, wauliza watoto. Ninawajua, niliambia vijana mimi sitaki ni challenge. Mimi tukionana na wewe simama tu mbele. Uvae kama malaika, uvae kama shetani, mimi nitakwambia huyu mtoto anajua hiyo tabia. Kigo kujonge. Na nasema mtoto wangu hajai guso, nionyeshe nitakwambia. Hata kuna marafiki zangu tulikuwa tukicheka huko mitaani, nikauliza, mimi sikuulizi kama umeifanya, nakuuliza tu ni mara ngapi. Wanajua. Na kuna mwingine nakuuliza, wewe umewahi fanya? Kwa sababu ninamwona huyo anakaa bado hajaguswa. Unajua hata sabuni yenye umetoa kwa karatasi, whether ni sabuni ya Geisha, whether ni Tosha, whether ni Imperial Leather, whether ni Protex ama Mengo, ukitoa tu kwa karatasi hivi, kuna mimi kuna mtutele haijatumiwa, unaiona tu, lakini iko imetolewa kwa karatasi ile, wameguswa. Ninajua nasema nini. Wakorintho wa kwanza 6:18, ikimbieni zinaa. Wale wa zinaa ni wako na shetani, sio kupenda kwao. Atunaniambia wako na shetani. Leviticus 17:7, uasherati ni njia ya kufanya devil worship. Kama wewe unafanya uasherati,
Nisikilize vijana, kama unafanya uasherati, you are the first devil worshipper. Leviticus 17 verse 7 inasema wale wanaenda kufanya uasherati wanatolea sadaka majini. Na mwenye anatolea sadaka majini ni nini? Devil worshipper. So wenda usome, nimesema Leviticus 17:7 utaangalia. Kila dhambi atendaye mwanadamu nje ya mwili afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake. Kuhusiana na wasioamini, uasherati, kutafuta sponsors ama sponyo, cohabiting. Hawaiti cohabiting, sisi ndio tunaita cohabiting, wanaita sleepover. Ukome kwa jina la Yesu. Huyo mwenye mlikuwa naye jioni, mwenye haukuja mkutano huu, enda muandikie message saa hii kwa kanisa, mwambie it is over, nimeokoka. Na ublock yeye. Ukishamaliza kumtumia message inasema it is over, unamblock. Akikupigia kesho akwambie amepiga na namba nyingine, akikupigia anasikia ni aiendi, kumbe umemblock. Akikuwa mwerevu anachukua toa namba hiyo, toa simu hiyo, nipigie chini. Akikupigia hello City, usijibu, bora umeshasikia sauti yake. Mwambie hello, ni network kama nini? Hello, unanisikia? Labda ni network, na unakata na una block hiyo namba. Unamfanyia hivyo, baada ya wiki moja anashare. Sikia, nimesema bia hapa kwa round. Ile kofia yangu ile poa sana. Atibra kwa round. Nani amesema? Hayupo? Sawa, nakuta kiaje? Hayupo. Sawa, wewe. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Shida wewe mzazi hukuleta mtoto wako tumfundishe. Wewe unafikiria watoto wako walikuwa na msifu Mungu, kumbe walikuwa wanataka kufanya tabia mbaya. Unapoangalia takrimu za vitu zinazoendelea, wametoka kanisani. Anaomunge sijitute kuna ndagale nana asindikiza njebe kwa ika. Angalia kina Jebe anafanya nini na Jebe. Sini yao hapo. Mejige bora ni mande. Hiyo ndio watoto wetu wanafanya. Ndikasema Judas, si wewe uko hapa kanisani na unafanya hiyo maneno. Judas, ni wakati wako wa kuokoka. Ndiposa unaangalia takrimu katika television. Sini Citizen, sinye mko na television, simuliona. Hii mimi nilipiga tu direct kwa TV yangu hivi. Si hata yako uliona. Teenage pregnancy crisis. Wanasema nini? Baada ya corona wanasema 2,379 cases recorded of children aged between 10 to 14. Amesema ni wakubwa. Ile tango ya mlapo ya nyongo semina. Mtu ameno 32 mnanyang'anyana kitu ya kunyoa ndevu, nasema asikuja semina. Na watoto wa umri wa miaka 10 wamejua hii maneno. Hii ni wenye walionekana na ikakuwa censored Kenya nzima. Siuangalie. Teenage pregnancy crisis, Homa Bay, Kajiado, Mandera, Bomet was hit by crisis. Ilinifanya nilipoona itakrimu, nikazunguka shule zetu kule Bomet. Kuanzia primary, nikaambia bora ako na miaka 13 na kwenda juu. Akaniambia, principal mmoja akaniambia, si wamekuwa watoto sana. Nikamtolea hii, nikamwambia, angalia, age 10 to 14. Mimi nimekuambia nipe 13. Hata wa 13 wamekomaa. Wengine hata labda wamekuwa mezaa. Akaniambia, sikuona iko taarifa. Nikamwambia silikuweko. Alafu usipoangalia, watoto hao wetu ndio walienda shule, wamepata mimba. Wako akapata, si ulikataa afundishwe. Lakini shukuru Mungu ako hapa leo. Nitamwambia aache uashetani, akue kama Judas aokoke. Asikue kama Judas aokoke. Kwa nini? Imagine break time. Watoto wetu, we mama unakaa na bate unaimba. Alafu ukisikia kengele ya shule unakimbia, mnaenda kupewa karibu staff room, wasichana wanakuja tuwanyonyeshe watoto, ndio wewe nyanya uende urudishe nyanya yako. Tabia gani? Kesho watoto wetu wanaharibika barabarani, unapata wengine wanaenda shuleni na mtoto wako anahangaika. Judas, uko hapa kanisani? Judas kivipi? Jambo la pili, baada ya kumaliza mahusiano ni Judas kimavazi. Matiti ndio usikuza hapa pastor, ni mbaya. Kuna wamama mnashindana na wasichana wenu kutuonyesha matiti. Kuna wamama mnashindana na wasichana wenu kutuonyesha makwapa. Kuna wamama hapa mnashindana na watoto wadogo kutuonyesha vile unavaa nguo mpaka unakasa.
na wewe ni mama mzima, shame on you. Na vijana tunaambiwa nini na Biblia? Sikia, usikie vizuri. Katika Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 4 aya ya 5, ya 4 na 5, kila mmoja ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika tamaa mbaya kama watu wa mataifa wasiomjua Mungu. Jua kuweza mwili wako, wacha kuweka firii, maana uko na shetani. Unavalia nani fupi, itusaidie nini? Wewe ni kahaba, utubu. Judas, utakufa usipotubu. You will surely die. Vijana mnaanza kutuvalia matambara. Matambara mmetuvalia, mnaenda mwisho tutaanza kuona mnavaa kiraka. Just a piece. Hiyo ni wenda wazimu na ni Judas na lazima aokoke. Hata mnaacha wasichana wenu wanavaa longi. Tena wewe mama mzima Mwadventista wa Sabato unaacha mtoto wako anavaa longi na mbele ya baba yake na anakuja anakaa mbele ya baba yake. Shame on you. Na wewe unavaa hivyo Judas, okoka utakufa. Kutuvalia stretcher, nguo zenye zinaonyesha mwili, koma kwa jina la Yesu. Wewe kijana naenda church na unavaa nguo ni kana kwamba imeloa kinyesi cha Pampers. Sio bure hata ndio wasichana wanakuitaga baby, yani baby. Baby yo. Tutakuita baby kwa sababu inatakiwa hata tukupatie mama yako akunyonyeshe. Tukupeleke huko nje, tukutolee longi, tukutolee uchafu, tukubadilishie nguo. Sikia. Sasa wakati Nzuri sana. Kumsika. Kabisa. Hebu niangalie hiyo hali. Nimepaka hapo na sijui kama nimepaka vizuri. Lakini madam, hii parking ni ya watu wenye wanaenda church. Sasa mimi naenda church kwani? Wewe ukiwa umevaa hivyo. Kwani nimevaaje? Ai. Hizo si mavazi za kwenda kanisa kimama. Wewe ni nani kwanza? Mimi ni watchman wa church. Na sasa watchman ni kwanza. Wewe unajua fashion? Unajua fashion ndio ni uniform tu. Na ukitoa uniform unafaa mtumba. Wewe hata naona kama hata chakula kungekuwa na chakula ya mtumba ndio ungekuwa unakula. Ni sawa tu lakini wewe ni watchman. Mimi naenda kanisa. Hizo si mavazi za kanisa. Mimi nakwambia tu kuleta kasi bi fashion, hiyo si nguo nzuri ya heshima ya kwenda kwa kanisa. Kwani naenda kanisa nikaheshimiwe? Mimi naenda church kusikia neno la Mungu. Na mimi sijawahi ona pastor amefukuza mtu kwa mfano mbaya. Kwani lazima nimalizie. Shetani kwenye mavazi. Bali ni nani? Ni shetani. Sikia, kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:9. Vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kusitiri. Kama wewe saa hii ni mwanadada, ni mwanamke na magoti yako yanaonekana, wewe ni Judas. Judas, halo uko kanisani, wewe ni Judas. Si unajua nimesema wewe ni Judas. Oga ni kutitine kama wale Judas kutoka kutumo nigiro kinye kutoka. Hiyo nilikuwa naambia wakati wengine wanajifanyaga wakati maneno isemwe. Nimesema wewe ni Judas kama magoti yako wewe mama yanaonekana. Sio sana peke yake. Ya pili, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu wala nguo za thamani. Kama wewe ni mama na umesuka nywele ama haukuosha nywele asubuhi, wewe ni Judas. Na uokoke. Nimesema kabisa wewe ni Judas kama hujaosha kichwa asubuhi. Na kama umesuka nywele, Biblia imesema, sijasema kama umeongeza ya kizungu, kama umesuka nywele, whether umesuka yako, umesuka za peace, wivu yote, wewe ni Judas. Na lulu, kama umepaka rangi yeyote kwa mwili wako except mafuta, kama umepaka rangi yeyote, iwe ni wanja, iwe ni cutex, iwe ni lipstick, iwe ni zile za kupaka kwenye kope, bora umeweka vitu hizo, wewe ni Judas. Kama uko na bangle na dhahabu na lulu, kama uko na bangle, wristband, shanga, necklace, waist bead, ama ile ya kuweka mguu, ama earring, ama ile ya kutoboa hapa, wewe ni Judas. Ndio swali niliuliza katika sermon, Judas, uko kanisani? Wacha nikwambie vile utafanya Judas. Sikia, kama umevaa sengenge kwa masikio, tulikuwa tunaimba tunasema sengenge ni ng'ombe, sengenge ni nyati, waachia sengenge kwa fence. Kama umevaa wigs, wewe ni Judas.
yote tu. Hata kama umefuga rastas, ama umefuga rastas za wanaume aina gani, ama wewe umekata nywele aina ya mohawk, wewe ni Judas. Ndio nikasema Judas pia ni shetani katika matamshi. Baada ya kumaliza mavazi, matamshi yako ni aina gani? Unaongea kivipi? Kuna wazazi hapa kenye kilifanya mtoto wako akatae kuja mkutano ni kwa sababu unasema hii mapasta wanasema nini kanisani? Kazi tu ni kuharibu watoto wako. Kwani hawana kitu wanafanya nyumbani? Alafu anaenda jioni anasema, unaona pasta leo ati alikuwa anafanya hivi. Kana ajifanya mtoto anajifanya asikii. Hawa ni wanachora chini wanajifanya asikii. Siku ile wanajua ni vijana na wameanza kukata uamuzi wao, wakienda college wanakunywa. Wanasema ninakunywa ya baba na ya mama. Kwa sababu ulianza kuongea vibaya juu ya kanisa na washiriki na wa viongozi na walimu. Ulipoongea vibaya mtoto akajua kumbe kanisa ni mbaya. Hata wengine wa mama hapa mko wabaya sana. Mnaongea vibaya, mnaongea juu ya wazee wenu. Sijui nitawekaje kwa Kiswahili lakini Mungu atawasaidia. Kuna mama mmoja, mzee anafanya kazi, watoto wako nyumbani, anaongea uchafuko. Yaani mtoto akiuliza, baba, anasema ambaba. Mtoto akawa anasikia. Siku moja mzazi, mtoto akasikia baba, gari linaguruma pale, akakimbia wakati mzazi amefungua gate, baba amekuja ameshuka kwa mtoto, akakimbia mtoto mdogo innocent, anasema kongo ya baba. Baba akamuuliza, baba mrefu akamuuliza, dadi ulifunza na nani kusema hivyo? Si mama anasemaga ambaba. Hiyo mama alikuwa na usalama. Ongea vibaya. Sikia. Wakolosai 6, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Shida sasa ni wale wanaongea. Usiwahi tusi mtu kwa simu, utashikwa. Usiwahi andikia mtu SMS ya matusi. Shida ni hawa vijana wetu, kila mna post. Wazazi hata msiangalie. Kwanza kwa TikTok, you are what you post. Hiyo ndio communication ya vijana. Hawakuongeleshi vibaya, lakini kile wanaongea kwa Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok, kile wanaongea huko matope tu. Wewe mwenye umekuwa ukileta masengenyo kila mahali ukome, wewe ni Judas. Judas katika matamshi. Jambo la mwisho, Judas katika ulaji ama unywaji. Kila kinaenda kwa mdomo wako ni Judas. Ndio unaweza kuwa wewe ni unashiriki na Yesu hapa, unaimba na Yesu, umekaa mzuri, unabatizwa, umeshiriki meza ya Bwana kama Judas. Lakini ukifika nyumbani, je, unamsaliti Yesu? Ati nilikuwa nakunywa wine. Unajua wine ya kuteremsha chakula. Sikia. Mhubiri 17. Kula kwa wakati. Heri kwako nchi ikiwa mfalme wako ni mtu wa watu, naye hula kwa wakati. Mhubiri 17. Unapata mtu anaanza hapa asubuhi, anakula anashiba, anaenda Loret, anaenda Kericho. Akifika pale Loret, anapata mahindi ya kuchoma. Unaona? Anatoka Loret, anafika pale juu kwa junction. Sisi tunaitaka junction ya Moino Road. Anafika pale, anaona mananasi, nipatie. Anafika Premier, anaona anachonga miwa, nipatie. Anafika Kericho, anaona anauza tukaranga, nipatie. Anaenda hoteli, anakula lunch. Hiyo ndio tabia ulilete. Unapata mtu analisha mtoto mpaka mtoto anasukuma chakula na miguu. Akifika kanisani, baby, shika maandazi. Na kuna mwenye ajai maana maandazi kwa. Unakuja unasukua watoto wa watu. Unafundisha mtoto tabia mbaya. Mwanzo 1:29, Mungu akatupatia aina za vyakula tunavyokula. Na baada ya sisi kukula hivyo, tunaanza kukula ujinga. Kama wewe ni mama, bado unakula mchanga, ole wako. Yesu ama Mungu alipolaani katika sura ya 3, ukianzia pale 14 na 15 na kuendelea, wakati Mungu anamlaani nyoka, anamwambia utakula mchanga na utajiburutia chini siku zote za maisha yako. Nyoka ni nani? Shetani. Akapewa chakula gani Elda?
mchanga. Na unapata mama mzima meno 32 na msichana amemaliza form 4. Kumenyesha kidogo hivi, anatoa ulongo anakula. Yeye na shetani ni kitu kimoja. Ziko yapo, sikia, tubako, bangi, pombe na vyakula bandia, vyote unavyokula inawakilisha wewe ni Judas. Kivipi? Kuna wasichana wanakunywa pombe. Wanakunywa kabisa. Lakini wakiwa nyumbani, umewapeleka university, umewachunga. Ni vile ulikuwa unakataa kuwaleta mkutano waambiwe vitu kama hivi ni vya ushetani. Wewe ukukuja kumleta hapa. Akili lava ni matoya aje. Matoto msifanye mabaya na uje mleta hapa tumwambie mabaya ni nini? Hatunaogopa. Leta sisi tutamwambia kabisa tukiwa tumekodoa macho. Yaani mwana wake nitakodoa macho na nimwambia kabisa. Akifika nyumbani, aende university, anaacha hiyo tabia. Lakini usipomlete, akienda huko anadanganya na marafiki zake, anaanza kuvuta bangi. Hata akiona maji kwa wheelbarrow, anaona ni Indian Ocean, anaenda swimming pool. Bangi inasumbua watoto wetu. Anakunywa Kenyatta University, amekunywa KU, amekunywa kabisa, alafu anaenda anaambia polisi, "Umbwa nyinyi." Anaanza kutoboa. Unaona shida ya bangi? Ndio hiyo. Yaani anaona polisi kama ni maumbo anadunga na vitu. Kesho mtoto anakuja amepigwa jicho ama amekufa. Waliua mtoto yangu. Kuleta kwa Mungu. Sikia. Anachukua maji anaenda bathroom. Hii ni nini? Bangi. Bangi sio chakula. Lakini watoto wetu sisi wamenyesha nzuri, wanakuwa ni Judas. Kesho ulevi, Mkristo. Sini juzi. Kwa Kiswahili. Kiingereza. Kiingereza. Lakini wengine wananiambia wasichana hawalewi. Na sijui kwa nini walevi wanapenda maji. Hata wasichana wanalewa. Hii ni wasichana wetu. Wako na shetani. Judas kanisani wako na shetani. Ndugu zangu, unaweza kusema mimi si Judas? Kijana, unaweza kusema mimi si Judas? Sikia hatima ya Judas. Usipookoka leo, ukatoa hizo mambitu ambazo zinakufanya uwe Judas. Sikia. Unaweza kuwa mwanafunzi wa Yesu mchana na usiku unakwenda kumsaliti Yesu. Jiulize, wewe ni miongoni mwao? Lakini mimi si Judas, hivyo ndio unaniambia. Je, namsaliti Yesu katika masomo? Nyinyi wanafunzi mnamsaliti Yesu pale shuleni? Wewe ambao unataka kuajiriwa kazi, unaambiwa tukutane LinkedIn kwa bar ama kwa lodge, tulale na wewe nitakupea kazi, utakubali? Wewe ambao unasema matasi kia sabato ingine kiasi gani ndio kanisa ya sawa. Na hivi ndio kanisa sawa. Yaani sikujali siku hizi kanisa kwa sababu nilipata kazi na tunaendanga job on Sunday. Unamsaliti Yesu. Alafu siku ile uko live ama uko off ndio unatuambia, "Hallelujah! Bwana Yesu anakuja." Down Satan, up Jesus. Na unamsaliti Yesu. Je, katika rika zako pia pressure, ukiwa na wenzako unasema wacha nisifanye. Unajua Kristo siku hizi vijana elders hawabebi Biblia ndio wasichekelewe na wenzako. Wanaweka tu simu hivi iko na Biblia ndio asionekane. Unafika wapi? Niko hapa nataka kufika hapa. Na kumbe unaenda kanisani. Wacha wajue. Ama unamsaliti Yesu na unaniambia mimi si Judas. Je, naenda mlima wa Mizeituni kuomba na Yesu ama nakimbia kumsaliti Yesu? Je, unamsaliti Yesu ama unamwabudu Yesu? Je, utaokoka ama utajuta? Kuna watu wakiambiwa hivyo wanasema, wacha niende niokoke nisichomeke. Unaogopa kifo ama unataka kutengeneza maisha yako? Kuna watu wakipatikana wanasema, nimeokoka, ni vile amepatikana ndio asisemwe. Kuna wazee tuliwapata, mzee mmoja kule kwetu
amelala na mwanafunzi, maana ni mwalimu. Msiamini hata wazee wa kanisa, hata mimi usiniamini. Kina dada usiniamini. Amini Mungu peke yake na ujiamini. Hata sisi, hata baba yako, hata baba yako usimwamini. Kuna mzee mwingine tena jirani, wanaenda na jirani, go kwetu, twende shule. Ametafutia msichana wa jirani shule, wanaenda naye shule asubuhi, mzee kwa bag ameweka nyama, wataenda kupika lunch na hii msichana ya jirani, na mke wake anakula sukuma wiki. Punde sipunde akatia mimba msichana wa watu. Wacha mama alipuke. Mke wake analipuka pande hii, mama ya yule msichana analipuka pande hii. Tukaitwa, tukaambiwa 7th day kujeni msikilize kesi yenu. Mimi nikasema siendi, bado hiyo ni watu wazima. Mamangu akaenda. Wakajaribu kuongelesha ile baba akakataa. Msichana alipotoa evidences, si alikataa, tukaacha tukasema okay ni so. Amekataa, amesema hajafanya hiyo kitu. Kanisa likajitoa. Msichana akasema sasa sababu niko na evidences, ninaenda kwa serikali niende niripoti. Aliposikia anaenda kuripotiwa kwa serikali, akajua kazi inaenda. Kanisa kujeni mniombe msamaha, ninatubu. Anatubu kwa sababu amepatikana na atapoteza. Is it regret or repentance? Sikia Mathayo 27:3-5. Kisha Yuda mwenye kumsaliti alipoona yakuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, regretting. Akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema nilikosea, haki nimekosea. Nilipasaliti damu isiyo na hatia. Wakasema basi haya tupasa nini? Yaangalia mwenyewe jisoti. Jiangalia wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha, akazitupa hapa kanisa mbele. Na akaenda akajinyonga. Sikia, don't regret. Judas, naongea na wewe. Nimesema usiregret. Unaweza kumsaliti Yesu na ukapata faida. Ukasema nilienjoy hiyo kijana, nilienjoy hiyo msichana, nilienjoy hiyo pombe, nilienjoy hiyo relationship, enjoy. Ni ya muda kidogo. Utaenda ujinyonge, utaanguka kama Judas na matumbo itapasuka. Lakini hata hivyo mbinguni hakuna. Jambo la pekee adhuhuri ya leo, kuna matumaini. Judas kanisani, unaitwa utubu. Usingoje kama Judas alipitishiwa hatua 7 na still hakuokoka. Mimi siiti mara 7, siiti mara 4, siiti mara 2, nitakuita mara 1. Yesu anasema nini? Unaweza kukaa kanisani kwa muda mrefu na kutenda yote unayopaswa kufanya kanisani, na kisha ukose uzima wa milele kwa sababu utapata mauti. Judas, unaweza kujihusisha na kazi zote zinazotendeka kanisani, bali usipozama ndani ya Yesu itakuwa ni hasara tu. Mama, baba, unaweza kuwa ukisema vijana ni wamepotea, na wewe pia wewe ni Judas na unajijua. Hata katika tabia yako pale umekuwa ukikaa kama Judas, na kusihi Judas, njoo ujenge upya uhusiano wako na Yesu, utubu ili usije ukakufa, na Yesu yuko tayari kukusamehe. Kwa sababu katika Biblia Yesu anaongea kitu kimoja, anasema njooni kwangu ninyi nyote mlemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Katika kitabu cha Ufunuo 22, na roho na bibi harusi wanasema njoo, na yeye anayesikia na aseme njoo. Aliye na kiu aje kwenye maji ya uzima ambaye Yesu anampa bure. Ni nani pamoja na mimi ako tayari kuja? Aseme mimi ni Judas. Mimi sitaki wazuri. Petro usikuje. Johana usikuje. Bartholomew usikuje. Unajihisi wewe ni Yesu. Nataka nianze na wazee na wamama. Tembea pole pole tu kama Judas na useme mimi nimekataa, mimi sio Judas tena, naenda kwa Yesu na kungojea. Kwa nini nafikiri nitaita mara 2? Wewe baba, wewe mama, haijalishi umesimama kanisani kiasi gani, lakini kuna mahali ulimsaliti Yesu. Tembea pole pole, tuombe na wewe.
mimi sio Judas. Mama amesema mimi si Judas tena. Nani mwingine anaungana na yeye? Vijana tuliza boli, vijana mtulize boli. Nataka kuomba na wazazi wenu. Ni wanani mwingine? Mimi singoje. Kama umeamua wewe ni criminal, fanya hivi. Kesho nitakuwa Kericho. Nikiwa Kericho, mtanituma salamu za kusalimia kanisa la Kericho. Vivyo hivyo usisahau. Nimesema nini? Usisahau. Unitume na salamu ya Yesu. Nitakapofika, pengine Yesu akaja on Monday, haja kupigia simu, haja kuandikia SMS ama WhatsApp akakwambia bado ninakawia. Huenda ilikuwa ni chance